Mtazamaji wetu, ni kipindi kingine ambacho ni mwendelezo wa kipindi kilichopita, kile cha kioo, na tulisema kuna kipengele kingine ambacho kimebaki, hicho ni cha nahau. Katika lugha na kuna misemo ambayo si mibaya kutumika katika maandiko, imetumika. Na kwa sababu misemo kama methali, nahau tunaziona ni misemo ambayo inabeba ujumbe katika lugha ya mawasiliano. Tukasema pale katika kipindi kilichopita kwamba pia katika Biblia kuna misemo yake na nahau zake ambazo tusipojifunza kanuni hii pia inaweza ikatupatia kukosa uelewa uliokusudiwa katika mafungu mbalimbali ambayo yanatumia nahau. Kwa hiyo sitachukua nafasi ndefu zaidi ya hii, nimkaribishe ndugu Wycliffe tuweze kuendelea. Asante. Tupate ombi ndipo tuweze kuingia moja kwa moja katika kipengele cha kuangalia nahau. Ndivyo inavyotamkwa kwa Kiswahili. Sawa. Nahau. Baba, tunakushukuru tunapoingia katika majifunzo, tuelekeze tuombe kwa Kristo aliye Bwana wa mbezi wetu. Amen. Sawa, endelea. Nafikiri katika utangulizi wa kipengele hiki sasa, kipengele kitaenda kujibu swali moja ambalo watu wanasema ya kwamba mbona nyinyi mnaanza kutafsiri Biblia mnavyotaka? Mbona nyinyi mnakaa kana kwamba mnaanza kuandika Biblia yenu? Wengi tu wamekuwa wakisema kauli hizo. Ndiposa nafikiri itakuwa ni vizuri katika lesson hii kwa kuangalia kipengele hicho, pamoja na sauti hizo ambazo watu wanazitoa kwamba tunapindua maandiko, tunatafsiri maandiko tunavyotaka, ambayo kimsingi nafikiri ni mashtaka ambayo si ya kweli na ambayo kanuni zake si zilizonyooka. Kuna wengine ambao wanasema ya kwamba mimi nisomee kile ambacho Mungu anachokisema, usiongezee tafsiri, usinielezee inamaanisha nini. Mungu amesema basi inatoshea hapa. Nafikiri katika majifunzo ambayo tumekuwa nayo tumesema ya kwamba Biblia takatifu ilipokuwa inaandikwa na watumishi wa Mungu, Bwana aliweza kuwavuvia mawazo, lakini wao kama wanadamu wakachagua lugha ambayo walikuwa wana uzoefu nayo na wakatumia nahau ambazo walikuwa na uzoefu nazo. Kwa hiyo sasa katika kuangalia kipengele hiki, hebu tuweze kuanza kabisa kwa kuangalia, je, ni muhimu kutafsiri maandiko au si muhimu kutafsiri maandiko? Na ikiwa tunafaa kutafsiri maandiko, tunafaa tutumie kanuni gani? Wakati mmoja tunafahamu mazungumzo ya mtumishi Filipo. Bwana alipomtumia Filipo kwenda kuhudumia mtoto wake mmoja ambaye ni the eunuch from Egypt, ni Mkushi nafikiri kwenye lugha ya Kiswahili. Naomba tufungue kwa maana somo letu litakuwa linazungumza kuhusu mambo hayo, na itakuwa ni vizuri ikiwa tutakuwa tunayaangalia kwa undani kidogo. Baada ya hapo, Bwana akituwezesha, tutaweza kuhitimisha misingi, tujibu maswali kidogo kuhusu tabia ya Mungu na kesi zile alizokuwa amewekewa. Kitabu cha Matendo ya Mitume 8, naomba tuweze kuanza kuangalia kuanzia ule mstari wa 30 nafikiri.
kuanzia 29. Tutasoma kwa Kiswahili kwani kwa Kiingereza. And the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to his chariot. And Philip ran thither to him and heard him read prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? Kwa Mkushi alikuwa anasoma maandiko, na tunaambiwa kwenye kitabu hicho cha Matendo ya Mitume 8:28 ya kwamba alikuwa akisoma kutoka kwenye maandiko ya Isaiah. Akamuuliza, je, umeelewa kile ambacho umesoma? Understandest thou that which thou hast read? Sasa kumbuka ya kwamba Filipo anaongozwa kwa sababu huyu ndugu alikuwa na hitaji la huduma ya Filipo, ila maandiko ya Biblia alikuwa nayo tayari. Sasa kwa hiyo ijapokuwa alikuwa na maandiko, alihitaji usaidizi zaidi ya kuwa na nakala ya maandiko. Alikuwa anaweza kusoma yale maandiko, lakini zaidi ya kuja kusoma lugha iliyokuwa imeandikwa pale, alikuwa anahitaji aliyekuwa na uelewa kuhusu yaliyokuwa yameandikwa pale, amuelekeze katika undani ya mambo yaliyokuwa yameandikwa. Sasa ndiposa Roho Mtakatifu kupitia mtumishi Filipo wanaanzisha mazungumzo haya kutoka kwenye jambo hilo. Je, lile ambalo umeweza kulisoma umelielewa? Kwa hiyo katika kipengele hiki cha kuangalia lugha ya Biblia, itakuwa ni vizuri kuangalia umuhimu wa kuwa na uelewa wa kile kilichokuwa kimeandikwa. Sio vibaya kujua kilichoandikwa, lakini ni muhimu zaidi baada ya kujua kilichoandikwa, kujua kile ambacho kilichoandikwa kinamaanisha. Hiyo ndio umuhimu wa kujua lugha, na hiyo ndio umuhimu wa kujua uzito wa maneno yaliyoandikwa. Sasa tuendelee kufuatilia mazungumzo ya Filipo na Mkushi. Wanasema hivi 31, and he said, na akasema, how can I except some man should guide me? Taelewaje isipokuwa mtu fulani akanielekeza? Kwa hiyo inamaanisha ya kwamba Mkushi alikuwa na kiu ndani ya moyo wake wa kuweza kupata mtu atakayemuelekeza, kuelewa yale maandiko yalikuwa yanamaanisha nini. Ndipo Roho Mtakatifu ambaye alikuwa na uwezo wa kuzungumza naye akatumia binadamu kumuelekeza katika uelewa uliokuwa anautafuta. Then inasema baada ya hapo, and he desired Philip that he would come up and sit with him. Na akatamani Filipo aweze kupanda juu ya lile gari waje waketi pamoja. Sasa kwa kifupi, kuna hitaji ya watu wa Mungu kukaa pamoja. Kuna hitaji ya watu wa Mungu kukaa na kuulizana, ulichokisoma ulikielewa? Ulichokisoma ambacho umesoma kwenye lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza, lugha yoyote ile, umeelewa kile ulichokisoma? Kwa hiyo sio vibaya wakati ambapo watu wa Mungu wanapokaa na kubadilishana mawazo kuhusu uelewa walichokisoma, na wala si kile walichokisoma. Baada ya hapo, niseme basi Mungu katika hekima yake alifahamu kwamba kuna hitaji ya kukaa na kutafakari kuhusu ndani wa jambo lililoandikwa kwa maneno. Katika maisha ya Kristo tena tunapata mazungumzo kama hayo kwenye kitabu cha Luka 10. Kwenye kitabu cha Luka 10, Kristo hapa pia anazungumzia jambo hili la uelewa kuhusu yaliyoandikwa. Ile ilikuwa ni katika kumpea jibu mwalimu mmoja aliyekuja kwa Kristo akitafuta uzima wa milele. Kitabu cha Yohana 10, naomba sio Yohana, samahani, kitabu cha Luka 10, naomba tuanzie ule mstari wa 25. Nasema ya kwamba, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master,
What shall I do to inherit eternal life? Na tazama, mwalimu fulani wa sheria akasimama kumjaribu Kristo. Akamwambia, Bwana, nifanye nini niurithi ufalme? Baada ya hapo Kristo akasema, mstari wa 26, He said unto him, akamwambia, What is written in the law? How readest thou? Kwa hivyo Kristo alipoulizwa swali, akajua ya kwamba anachouliziwa ni kitu ambacho huyu ndugu anaufahamu nacho. Kwa maana nyingine, maandiko yalikuwa wazi ya kwamba mbaraka wa uzima unapatikana katika kutii amri za Bwana. Nakumbuka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Musa anapokuwa anatoa mibaraka ile, alisema ya kwamba naweka mbele yenu baraka na laana, naweka mbele yenu uzima na kifo, basi chagueni uzima. Baraka zile na uzima uliokuwa unazungumziwa ulikuwa unapatikana katika maagizo au amri za Bwana. Kwa hiyo kwa kifupi, mwalimu huyu wa sheria alikuwa anajua jibu la lile swali. Ijapokuwa Kristo akiangalia moyo wake, alikuwa anajua ya kwamba ndani ya moyo wake kulikuwa na upweke fulani. Kuna kitu ambacho alikuwa akitafuta ambacho haridhiki nacho, ijapokuwa amekuwa akifuata na kusoma maandiko kuhusu sheria. Tukasema ya kwamba sheria inazungumzia kile ambacho kinafaa kitendeke wakati ambapo maisha ya Kristo yapo ndani ya maisha ya mtu, ambayo ni sheria yake. Ila sheria yake ikiwa kwenye daftari na kwenye maandiko, sheria hiyo haina nafasi ya kupea mtu uzima. Kwa hivyo huyu ndugu, ijapokuwa alikuja kumjaribu Kristo, bado hakuwa ameridhika na yale aliyokuwa anayatenda mwenyewe. Kwa maana nyingine, uzima aliyokuwa anautafuta bado hakuwa ameupokea, ila alikuwa anajua kwamba uzima unapatikana katika sheria ya Bwana. Ndipo Kristo akamuuliza, kwani wewe unajua nini ambayo imeandikwa kwenye maandiko? Kwa maana nyingine, Kristo anamaanisha ya kwamba unajua kilichoandikwa, ila niposa amuelekeze kwa undani zaidi, akamwambia, unayaelewa aje? Kwa hivyo kipengele cha muhimu hapa ni kwamba kile ambacho kilichokuwa kimeandikwa lazima tutafute kukielewa katika usahihi wake wa undani. Kwa mfano, ukiangalia kitabu cha Samueli wa kwanza 19 mstari wa 9, maandiko yanasema hivi: roho mbaya kutoka kwa Bwana akamjia Sauli alipokuwa ameketi katika nyumba yake na akiwa na mkuki mkononi. Daudi alipokuwa anacheza, nafikiri ni kinanda kama hajakosea, nasoma Kiingereza, anasema, And the evil spirit from the Lord was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand, and David played with his hand. Kwa hivyo hapo tunapata ya kwamba maandiko yanatuambia kwamba roho mbaya kutoka kwa Bwana akamjia Sauli. It's quite interesting to notice ya kwamba roho mbaya tunayemzungumzia hapa ni sawasawa na roho yule aliyekuwa anamtesa yule mwanamke wa yule mwanamke Mkananayo, binti yake nafikiri. Roho aliyekuwa anamtesa binti ya Mkananayo ndio hii moja ambayo inakuja kumtesa Sauli. Tunajua Kristo alikuja kuharibu kazi za shetani, na kwa hivyo alipomponya yule binti aliharibu kazi za shetani, kumaanisha roho aliyekuwa anamtesa yule binti alikuwa ni roho wa shetani. Ila hapo tunapata ya kwamba roho mbaya kutoka kwa Bwana alikuwa anamtesa Sauli. Sasa nina swali kwenye mpendwa naye nisikiza. Kwa lugha nyepesi, roho mbaya si tofauti na mapepo. Roho mbaya si tofauti na malaika walioanguka. Sasa nina swali, je, Mungu ana malaika wanaoitwa malaika wabaya? Je, Mungu kuna department ya malaika wazuri, malaika wabaya, malaika wa kifo, malaika wa kulinda na malaika wa kuleta magonjwa? Kipengele cha malaika hawa tutakipata katika mazungumzo ya malaika wa uwaji. Lakini kwa sasa ni swali ni hili, je, Mungu anao malaika wabaya nao watuma?
Malaika wabaya ni wa shetani. Swali ni kwamba je, inafikaga wakati ambapo Mungu anashirikiana na shetani? Je, inafikaga wakati ambapo Mungu anaazima watendakazi wa shetani kuwatuma? Sasa ndiposa tuweze kupata uelewa kuhusu jambo hilo, tunaunganisha na kipengele kingine kinachoitwa Wathesalonika wa pili. Actually ni Wathesalonika wa kwanza mlango wa pili mstari wa 11. Inasema ya kwamba, and for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Kwa sababu hii Bwana ataweza kuwatumia udanganyifu ndiposa waweze kuamini uongo. Sasa tena hapo tunapata ya kwamba sio tu kwamba roho mbaya anatoka kwa Bwana, bali kwamba Bwana pia huwa anatuma roho ya udanganyifu. Sasa swali, Kristo alipokuwa duniani hapa alisema ya kwamba yeye ndiye kweli. Sasa swali ni hili, inawezekanaje tena yule ambaye amewakilishwa na Kristo kuwa ni kweli awe ndiye anayetuma roho ya udanganyifu? Kumbuka tulisema ya kwamba udanganyifu unapatikana katika maneno. Na kwa hiyo mtu hawezi toa maneno ya udanganyifu bila kuongozwa na roho wa udanganyifu. Na ikiwa iko hivyo, ikiwa mtu anatoa maneno katika moyo wake, maneno ya udanganyifu, basi tabia yake ni ya udanganyifu. Basi tukasema ya kwamba Kristo anatudhihirishia udanganyifu wote ni wa shetani. Na katika pambano kuu shetani naye amekuwa akisema ya kwamba Mungu ni mdanganyifu. Sasa hapa tayari unapata ya kwamba Mungu anatumia watu udanganyifu. Inawezekanaje? Sasa jambo hilo linakuwa ngumu zaidi unapoangalia kitabu cha Ezekieli 14 mstari wa 9. Wakati ambapo Mungu anazungumza kuhusu nabii. Na anasema ya kwamba ikiwa na nabii atadanganyika na aseme jambo kwamba Mungu ndiye ambaye amezungumza na nabii huyo, ila anayoyasema ni mambo yake ambayo Mungu akumwambia. Bwana anasema, nikisoma kwa Kiingereza, I the Lord have deceived that prophet. Inawezekanaje Mungu akawa ndiye anayedanganya manabii? Na baada ya hapo anasema ya kwamba nimemdanganya. Baada ya hapo anasema, and I will stretch my hand upon him and I will destroy him. Kwa hivyo Mungu anadanganya nabii, baada ya hapo muue. So huyo Mungu tunayemwabudu ni Mungu anayekaa namna gani? Mungu anayekaa namna gani? Basi tena kumbuka hadithi ya mfalme Ahabu, wakati ambapo pepo mchafu anaonekana kuwa anasimama kati ya malaika wa Mungu, na huyu malaika mchafu anatumwa kuja mdanganye. So haya yote unaweza kuyajibu kwa namna gani? Sasa kipengele ambacho tuko hapa ni kwamba lazima ifike pahali ambapo tunajibu maswali haya kwamba je, Mungu huwa anatumia roho ya udanganyifu? Je, Mungu ana ushirikiano na mapepo? Je, Mungu huwa anatuma udanganyifu? Hayo maswali yote kama Mkristo unafaa utoe majibu kuhusu maswali hayo. Sio tu useme hapana kwa maana hautaki kukiri kwamba Mungu hafanyi hivyo na huwezi amini hivyo. Lazima utoe ushahidi ya kwamba unaelewa vipi maandiko uliyoyasoma kuhusu jambo hilo. Basi ningelipenda baada ya hapo ndiposa tuweze kupata nafasi ya kuweza kuelewa haya yote. Tutaweza kurudi katika kipengele fulani ambacho kitakuwa ni cha msaada. Lakini baada ya haya yote kuna baadhi ya mafungu ambayo yanakuwa ni wazi tunaofaa kuyatafiti na kupata majibu. Kipengele kinachoitwa Kumbukumbu la Torati 32 alafu mstari ule wa 39. Deuteronomy 32 verse 39. Anasema hivi nikisoma, see now that I, even I, am he and there is no God with me. I kill and I make alive. I wound and I heal. Neither is there any other that can deliver out of my hand. Sasa mafungu haya ambayo tumeyasoma yatakuwa ni ya msingi kwenda kutupatia njia ya kujibu kauli kama hizi ambayo inasema ya kwamba tazama mimi ndimi Bwana na hamna Mungu mwingine ila mimi, naua mimi, nauisha mimi, natia jeraha na ponya, na hamna yeyote awezaye kukomboa kutoka kwenye mkono wangu. So mafungu kama haya huwa yanatumika kuweza kuwakilisha kwamba Mungu yeye huua.
basi kama Mungu basi huua, inamaanisha ya kwamba basi yeye ni muuaji, kwa maana mtu anayeua ni muuaji. Ila ikiwa Mungu utasema kwamba yeye sio muuaji, pia hauwezi sema kwamba yeye anaua. Sasa kauli hii ambayo inasema kwamba mimi naua, mimi nauisha, tunaelewa namna gani? Sasa lugha hii ndiyo ambayo tunalenga kuweza kupata uelewa kuhusu jinsi ya kuisoma. Sasa njia nzuri ya kuweza kujibu mambo kama haya ni hii. Ningelipenda tuangalie kitabu kinachoitwa Ayubu. Kitabu cha Ayubu. Ndiposa tutaweza kupata ufunguo wa kwanza wa kutusaidia kupata uelewa hapa. Kitabu cha Ayubu mlango wa 2 mstari wa 3 unasema ya kwamba and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that fear God and escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without a cause. Naomba nisome Kiswahili tena, na maana nafikiri itakuwa ni vizuri kieleweka katika lugha ya Kiswahili hapa. Hapa tunajua katika muktadha wa kitabu cha Ayubu mlango wa 1, tunajua kwamba shetani anaonekana katika kikao cha malaika mbinguni. Na inaonekana kwamba amekuwa akimlenga Ayubu kwa muda mrefu na nyumba yake kuangamiza, lakini halikuwezekana. Kwa hivyo akaleta mashtaka kwenye baraza la Mungu ya kwamba Ayubu anamwabudu Mungu kwa sababu Mungu amemhonga na mibaraka. Basi tunaambiwa ya kwamba ukisoma mstari wa 8 Ayubu mlango wa 1 mstari wa 8, kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mtakatifu, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepuka na maovu. Ndipo shetani akajibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Wewe hamti Bwana bure kulingana na shetani. Alafu anasema, wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi ya mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse hayo yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Sasa hapo tunapata mashtaka ambayo shetani ameyaleta mbele ya kundi la malaika na viumbe wa Mungu, kwamba mtumishi Ayubu na Mungu wamefanya makubaliano ya hongo, kwamba Ayubu anamwabudu Mungu kwa sababu amehongwa na Mungu. Ila Mungu yeye anasema ya kwamba Ayubu ni mkamilifu. Sasa kati ya hawa wawili nani anayesema kweli? Shetani akasema, basi wewe mnyoshee mkono Ayubu, alafu uone jinsi ambavyo Ayubu atakavyokufanya. Sasa unagundua kipengele fulani hapa. Kati ya Ayubu na Mungu nani ambaye anaenda kunyoshea mwingine mkono? No, kati ya Mungu na shetani nani ambaye anaenda kumnyoshea Ayubu mkono? Shetani hapa nadai Mungu anyoshe mkono. Na tunajua Mungu yeye huwa hatoi kile alichopea mtu. Kwa kifupi, shetani anamwambia Mungu afanye kitu ambacho hakiwezekani katika kanuni zake na tabia yake. Yeye sio Mungu anayetoa kitu na baada ya hapo na kunyang'anya makusudi ya kujaribu. Lakini kwa shetani yeye anajua kwamba anaweza toa akambariki mtu na baada ya hapo akachukua ile mbaraka kama yule mtu anataka kuadhibiwa. Matokeo yake ni nini katika mazungumzo haya? Inasema hivi, lakini nyosha mkono, hiyo 11. Bwana akamwambia shetani, tazama, yote alionayo yamo katika uwezo wako,
lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe, usinyoshe mkono juu yake yeye mwenyewe. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Kwa hivyo kifupi hapo unapata ni kwamba shetani amelaumu Mungu kwamba amemhonga Ayubu. Mungu yeye hajakana kauli hiyo kwamba hajambariki Ayubu, lakini kipengele cha msingi ni kwamba Mungu analaumiwa kwamba ikiwa hata nyosha mkono gani itadhihirisha ya kwamba yeye ndiye ambaye amekuwa akimhonga Ayubu. Ila Mungu tabia yake sio ya kunyang'anya mtu alichompa mtu. Basi baada ya hapo Mungu naye anamrushia shetani matamshi yake, anamwambia basi wewe nyosha mkono, yote ambayo Ayubu yunayo yamo mkononi mwako. Kwa hiyo baada ya hapo tunapata kipengele kimoja. Shetani alikuwa amekiri ya kwamba hana uwezo wa kumdhuru yeyote yule ambaye yupo chini ya wigo wa ulinzi. Cha pili, hili linatudhihirishia kwamba lazima shetani alikuwa amejaribu kumuwinda Ayubu ikashindikana, ndiposa anakuja kulalamika. Kwa hivyo basi Mungu aliporuhusu Ayubu awe kwenye mikono ya shetani, shetani alikuwa na nafasi ya kufanya chochote alichokuwa ana uwezo wa kukifanya. Sasa ikiwa shetani alikuwa amegundua ya kwamba Ayubu anamwabudu Mungu, maana Ayubu anapenda mali, inamaanisha ya kwamba basi shetani aliona nafasi ya kuongeza mali maradufu, iposa Ayubu aache kumwabudu Mungu akamwabudu shetani. Bwana hakufanya hivyo, kwa maana kesi hapo ilikuwa ni kwamba Ayubu amebarikiwa. Kesi hapo ni kwamba Ayubu alikuwa na mali, na shetani anasema ya kwamba mali hayo ndio yanayomfanya Ayubu aweze kumwabudu Mungu. Basi mbona hakumuongezea mali nyingine zaidi, ndiposa Ayubu akabadilisha kitu gani? Akabadilisha uaminifu. Ni kweli shetani anafahamu kabisa kwamba Ayubu hamwabudu Mungu sababu ya mali, ila ni mashtaka tu anayoyatumia. Ndiposa yeye badala ambariki Ayubu, kwa maana shetani duniani hapa wawapa watu vitu, amewapa watu mali, mbona hakumpa Ayubu hayo? Kwa sababu lengo la shetani alikuwa kumpatia Ayubu mali. Lengo la shetani lilikuwa ni kumdhuru Ayubu. Na baada ya hapo tunajua hadithi iliyotendeka, ripoti zikawa zikija moja baada ya nyingine. Kwa hiyo tunafahamu aliyekuwa anaangamiza mali yote ambayo Ayubu alikuwa nayo ni shetani. Ila tunafahamu ya kwamba Mungu lazima kwanza aliruhusu hayo yatendeke. Okay? Ila ninaomba tuanze kusoma kipengele fulani. 13. Ilitukia siku moja hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa, mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao, mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. 16. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine akasema, Wakalidayo walifanya vikosi vitatu, wakawaangukia ngamia wakaenda nao, naam, wamewaua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mara tazama, upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwa, ukaipiga hiyo nyumba pembe zake 4, nayo ikawaangukia hao vijana
nao wakafa. Sasa hapa kuna kipengele ambacho ningependa kuweza kukisisitiza. Ukigundua ni kama shetani makusudi aliwaacha baadhi wabaki hai ndiposa wamletee Ayubu ripoti. Baada ya hapo ndiposa aone Ayubu ataweza kutoa kauli zipi. Ila kuna kipengele kinachorushwa pale katikati ambao ni 16 inayosema ya kwamba moto wa Mungu kutoka mbinguni uliweza kuteketeza kondoo na watumishi. Sasa sentensi hii ndiyo pekee kati ya matukio yanayozungumziwa hapa inayotuelezea uangamivu huu au maangamizi haya yanatokea kwa kupitia nguvu za nani. Yaani kabla ya tukio hili la pili, sisi tunaosoma tunafahamu kwamba kulikuwa na mazungumzo katika nyanja ya kiroho, mahali ambapo shetani aliruhusiwa amtende Ayubu anavyotaka. Kwa hiyo tunajua anayeyatenda haya ni shetani. Ila kwenye Ayubu na wanaoleta habari, wao hawana hii habari tulio nao sisi kwa sababu tumeiandikiwa. So kipengele tu ambacho kinatoa matamko kwamba haya yametendeka kwa sababu huyu ndiye ambaye ametenda ni kipengele kwamba moto wa Mungu uliweza kuangamiza kondoo na wafanyikazi waliokuwa wanaangalia zile kondoo. Je, ni kweli kondoo zile na wafanyikazi waliangamizwa na Mungu? Hii inamaanishaje? Hii inamaanisha ya kwamba lazima Ayubu aliunganisha moja kwa moja ya kwamba haya yalitendeka na Mungu ndiye ambaye amechukua vitu ambavyo alikuwa navyo. Hilo ni kitu ambacho liko wazi baadaye, kwa maana maandiko ambayo tunayanukuu kwa njia kubwa ya kwamba Bwana ametua na Bwana ametoa. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Ametwaa na Bwana ametwaa. Ametwaa. Ametoa na Bwana ametwaa. Yaani kuchukua. Kwa hiyo Bwana alimpa na sasa Bwana amefanya tu gani? Amechukua. So kauli hile ina summarize uelewa ya kwamba Ayubu alielewa ya kwamba haya yote yalitendwa na nguvu za nani? Nguvu za Bwana. Ila ukisonga mbele mlango wa 2 kitabu cha Ayubu, lazima Mungu asiwe mzazi. So, anakuwa na disqualify kuwa baba. Kwa sababu kama wewe ni baba unajua uchungu wa kupoteza watoto. Huwezi kumtengenezea mwenzako maumivu ya aibu. Mpaka watoto wake wote. Watoto wake wote unachukua na sio hivyo tu, unachukua na ng'ombe na nini. Alafu sasa yani fully wote unamwacha akiwa hoye hai. Yaani uchungu wewe wa kupoteza watoto, wewe kama baba unaelewa. Kweli unaweza kuruhusu hivyo? Ama wewe ni baba ambaye fikiria mtoto ambaye alikuwa yuko kwenye mazishi ya babaye akiwa na umri mdogo. Anamsikia kiongozi wa dini akiwa anasema kwamba Mungu amemchukua. Umeelewa? Mtoto ambaye alikuwa anapata matumizi yote kutoka kwa baba yake. Anapewa hela, analipiwa shule, ananunuliwa nguo. Alafu ghafla anabaki katika hali ya uhitaji, ni yatima. Sababu pekee inayotolewa na kiongozi wa dini kwenye mazishi, mtoto yule anayekumbuka kichwani, aliyemchukua ni nani? Ni Mungu. So mtoto kama huyo lazima akue katika mazingira ya kufasiri kwamba Mungu huwa hana upendo, hajali maumivu ya wengine. Na hapo unaweza kuwa unamwandaa huyo mtoto kuwa kafiri. Wengi wamekuwa makafiri. Unaona? Kama utamwambia lugha za namna, kwa sababu kama ataishi maisha ya kuteseka, kila mara mawimbi ya maisha magumu yanapompiga, yeye lawama anatupa tu kwa nani? Kama sio Mungu kumchukua baba yangu, mambo yasingekuwa kama lilivyo. Wakati mwingine wazazi wamekufa, ndugu wa karibu wakaja wakachukua wale watoto kwenda kuwalea, wakachukua na zile mali wakazira, alafu wakaanza tena kuwaopalesa kuwatesa wale watoto. Niambie wewe kama Mungu unafanya jambo la namna hiyo, unakuwa na lengo gani sasa? Umeelewa hapo? Sasa ndio hii lugha ambayo ni katika miwani yetu ambayo sio tofauti na hii ya Ayubu yuko nayo. Yaani akili yetu ya uelewa juu ya Mungu na ya Ayubu havina utofauti wowote. Unaona? Ndio maana unaona leo tumeendeleza hii Bwana alitoa, Bwana amefanyaje? Ametwaa.
Jina la Bwana lihimidiwe. Na Bwana alimpenda sana. Bwana amempenda, sisi tulimpenda, lakini Bwana kampenda zaidi. Tukitaka kujua kuna ulaghai pale, ni kwa sababu unagundua ya kwamba hata baada ya kusema kwamba Bwana alimpenda mtu akamchukua na yuko na Mungu kule, huwa tunalia sana. Tunashangaa kama Mungu alipenda mtu akamchukua kule yuko na Mungu kule ateseki. Bwana watu wao wanalia hadi wengine wanashindwa hata kula kabisa. Tunaelewa kila wote tunaenda makanisani, tunaimba na kuhubiriwa kwamba mbinguni ni pazuri zaidi. Si hivyo? Sasa huwa na mara nyingi kuna wakati nilikuwa nimehudhuria msiba na nikakuta kiongozi wa dini ni mzee kwa umri mrefu na ni giant akiwa yuko na Biblia mkononi, ni mchungaji. Kijana mdogo alikuwa amekufa wastani wa miaka 11. Wakati baada ya mazishi tukiwa pale, ndugu walikuwa wanalia, hasa mama, kwa sababu ile mtoto alikuwa bado yuko anasoma shule ya msingi. Basi yule kiongozi pale akiwa ameshikilia Biblia na kaburi liko mbele pale, akasema hivi, msilie. Akamtaja jina yule marehemu. Fulani ameshafika mbinguni mpaka sasa. Sisi tunalia huku, lakini yeye tayari ameshafika mbinguni. Maisha, mambo yanaendelea, ni mazuri kabisa. Nikasema kama hii sentence kama ingalikuwa na ukweli kwamba ameshafika mbinguni, sasa hatuna maana ya sisi kwa tunalia. Kwa sababu kama leo ningeambiwa hivi ndugu yako ameitwa pale na Donald Trump, ameenda kuishi ikulu ya pale Marekani, ikulu. Sisi kama familia tunabaki tunamshukuru Mungu na kufurahi, na kwenye umaskini na burudani. Na kuomba sana hata sisi bahati kama hiyo itupate. Kwa hiyo nikasema vinginevyo kutakuwa kuna siri hapa mbinguni. Huku tunaimba, tunakwenda kanisani, lakini tunaelewa ni mahali pa hatari. Maana kama ni mahali pazuri, then hakuna sababu ya kulia. Unaona? Vinginevyo kama tungelia kwa dhana kwamba Mungu, mbona umemchukua huyo tu, sisi wengine tutateseka hapa, kazi tunafanyaje? Umetuacha. Sasa unagundua kwamba ama akili zetu kwa ndani kabisa, mioyo inafahamu ni udanganyifu. Unajua kuna kitu kiovu kimetendeka. Najua kuna uovu hapa unaendelea, kuna makosa hapa yanaendelea. Kwa hiyo ni mwelekeo huru wa fungu hili la Ayubu, Bwana ametoa, Bwana ametwaa, kwa kweli limeshika hatamu katika akili za wana wa Adamu katika dunia hii. Asante. Kwa sababu ya muda, nafikiri tutaunganisha sasa vipengele fulani tumalize. Ni kitabu cha Ayubu 2. Hasa ni baada ya yale matukio. Tumeshajua shetani ameyatenda yote, ila Mungu amewekewa lawama. Sawa. Na sasa nataka tupate mahali ambapo Mungu anaitikia ile lawama. Lakini sasa baadaye unajua kuitumia hiyo kuitikia kwenye lawama kuelezea kauli ya lugha inavyotumika pale. Sawa. Ayubu mlango wa 2. Mstari wa 3. Bwana akamuuliza shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Ujapokuwa wewe shetani ulinichochea juu yake ili ni muangamize pasipokuwa na sababu." Kwa hiyo hapa tunapata ya kwamba Mungu anadhihirisha anavyofanya kazi yake, ila kwenye kesi ya Ayubu anasema ya kwamba hapa hakukuwa na sababu ya kitendo hiki kutendeka. Kwa nini anasema hivi? Wewe shetani ulinichochea mimi ni muangamize Ayubu bila nini? Bila sababu. Inamaanisha kama ungekuwa na sababu basi angekuwa amemwangamiza kwa haki. Sasa ila tunapata ya kwamba katika muktadha Mungu si yeye aliyekuwa amemwangamiza Ayubu. Pale kuna waangamizaji wawili tunapoona. Kuna kunyoosha, kuna wanyoshaji mkono wawili. Mungu ananyosha, anaambiwa na shetani nyosha, lakini Mungu naye anamwambia shetani nyosha. Umeelewa hapo? Kwa hiyo unagundua ni kunyosha kwa nani kunakoleta matatizo yale. Kwa hiyo na bado kwenye sentensi ya kuangamiza kuna waangamizaji wawili. Kwa zana tunayojua sisi ya kuangamiza kwa maana ya kuua mtu. Si hivyo? Unagundua kwamba kuna wawili wanaoangamiza. Shetani anaangamiza, alafu Mungu naye anaangamiza. Sasa Mungu anaangamiza nini na shetani anajua nini? Je, shetani tunaelewa. Sasa
kabla tujapotea pale, kwa kifupi kile ambacho Mungu alichokitenda ndicho kinachoitwa kuangamiza. Kile ambacho Mungu alichokitenda, alimwambia Ayubu, yu mikononi mwako. Sawa. Kwa kifupi, mtu anapokuwa kwenye mikono ya shetani, kwa maana nyingine Mungu hamzuii shetani kutenda kwa mtu huyo anavyotaka. Ni sawa sawa na kumwangamiza, kwa maana huyo mtu atapata maangamizo kutoka kwenye adui ambaye ni nani? Ambaye ni shetani. Kwenye muktadha wa uasi tunaoutenda, tunapoenda nje ya ulinzi, tupo katika mikono ya mwangamizaji ambaye yupo nje ya wigo. Ila kwenye kesi hii Ayubu hamna sababu yoyote mbona Ayubu awe nje ya wigo, kwa maana hajafanya kosa, kwa maana kulingana na Mungu Ayubu ni mkamilifu. Ila kwa sababu ya mashtaka yaliyo kule mbinguni, Ayubu na Mungu wote wawili ni washtakiwa. Kwa hiyo sasa ukweli udhihirike, basi inahitaji kafara kubwa sana, kafara itolewe. Kwa hivyo Kristo anatoa kafara, na Ayubu pia anaungana kufanya nini? Kubeba ile kafara, ijapokuwa yeye mwenyewe hana ufahamu kamilifu. Lakini kipengele cha muhimu ni kwamba kile ambacho Bwana alikosa kuzuia shetani asikitende, Bwana anachukua wajibu huo katika kwamba yeye ndiye ambaye ametenda. Sawa. Kwa kifupi tunapata ya kwamba kwenye lugha ya maandiko, vitu ambavyo Mungu hakuvizuia aliviruhusu vitendeke, si kwa maana kwamba alipeana permission. Yaani kwa maana nyingine shetani alikuwa na haja kutenda, ila Mungu hakuzuia shetani asivitende. Mungu huchukua responsibility. Mimi ndimi nilikuwa nifanya nini? Nimlinde, ila sikumlinda. Sasa katika muktadha wa wanadamu, isipokuwa kesi ya Ayubu sasa, sisi wanadamu wengi huwa tunaenda nje ya ulinzi wa Mungu, tunamnyang'anya Mungu nafasi na uhuru wa kufanya chochote katika maisha yetu. Yaani tunamdhibiti Mungu asiwe wa msaada. Kwa hivyo anabaki kuwa yani hana uwezo kabisa kutusaidia. Si kwamba hana uwezo wa kinguvu, ila kwamba hajapewa ruhusa wa kufanya kitu gani? Wa kutusaidia. Sasa tukishaelewa kipengele hicho ya kwamba inawezekana Mungu akawakilisha kutenda jambo ambalo hajatenda. Sasa hiyo ndio lugha ya Kiebrania ambao wanaita kwenye Kiebrania kwamba the idiom of expression. Wanajieleza ya kwamba kudhihirisha ukuu wa Mungu, yeye ndiye muweza yote na mruhusu yote. Wanasema kwamba hamna chochote ambacho kinaweza tendeka chini ya jua isipokuwa kile ambacho Mungu alifanya nini? Ametaka kitendeke. Sasa wao wakawasema ya kwamba sasa sisi ndio tudhihirishe ukuu wa Mungu. Moja kwa moja hawatofautishi yale ambayo Mungu ametenda na yale ambayo Mungu ameruhusu yafanyike, kwa sababu hayakuwa katika udhibiti wake. Sasa huo ndio uelewa ambao utatusaidia kuelewa jinsi ambavyo mafungu yetu leo yasoma ya kwamba Mungu anasema kitabu cha kitabu cha Samueli wa kwanza 19 mstari wa 9 ya kwamba roho mbaya kutoka kwa Bwana, kumaanisha ya kwamba roho huyu mbaya ambaye anakuja kwenye Sauli sio Mungu anayemtuma. Iko sawa? Roho huyu mbaya sio Mungu anamtuma, bali kwa maana Sauli tayari ameshaambatana na kuungana na roho wa shetani na ameshashiriki katika roho wa shetani. Kumbuka pia Sauli ameenda kutafuta mashauri kwenye mchawi, basi ashakaribisha roho wa shetani na ashakataa roho wa Mungu. Basi Mungu hazuii shetani kutawala roho ya Sauli. Kwa hiyo Bwana anasema Bwana akamtumia roho. Sio kwamba Mungu ndiye aliyemletea nguvu hii, bali inamaanisha tu ya kwamba Mungu hakuzuia roho huyu mbaya aliyekuwa anamuwinda Daudi, kumfanya Daudi akuwe mwaminifu au akuwe mwongofu wa roho ama ufalme wa shetani. Ila sio kwa sababu Mungu ndiye aliyetaka, ni kwa maana Mungu kampatia Sauli uhuru wa uchaguzi, na basi hawezi fanya jambo lingine kinyume na uhuru wa mtu. Na hivyo unaposoma kitabu kile cha Wathesalonike inasema ya kwamba Bwana awatumia udanganyifu, utagundua mstari wa 10 inasema ya kwamba kwa maana walikataa. Hebu tufike pale nisome kipengele hicho. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 10 pale. Wathesalonike wa 2 mlango wa 2 na nataka nisome mstari wa 10 nasema, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, mtu ambaye ameamua kwamba anataka apotee, yani mtu ambaye amekataa ukweli, amekataa wokovu, anasema kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli
wapate kuokolewa. Kwa hiyo Bwana akawaletea nguvu ya upotevu. Sasa nifafanue hiyo. Tunapata mtu mwenyewe ndiye ambaye hajapenda kweli. Sasa hapa katika ufalme wa Mungu na katika pambano kuu hakuna kuwa katikati. Either umempokea Mungu na umekubali kweli, au umekana kweli na ukapokea kitu kingine. Kwa hiyo mtu anapoletewa ukweli, ndiko maana hakuwa na kweli, alikuwa ameshikamana na udanganyifu. Kwa hivyo anapokataa kweli, then inamaanisha ya kwamba huyu mtu anabaki na udanganyifu aliyokuwa nao. Anapokataa kweli. Okay. Sababu kwa Mungu kuruhusu huyo mtu abaki katika nini? Udanganyifu aliyokuwa ameupokea, basi Mungu atasema ya kwamba amemtumia nguvu ya udanganyifu. Ila sio kwa maana udanganyifu hakuwa na. Huyo mtu alikuwa na udanganyifu, ila ndiye aliyekataa ushahidi wa kweli, akashikamana na miungu yake ya uongo, basi Mungu akaruhusu ashikamane na uchaguzi wake. Katika kitabu cha Mlima wa Baraka ningependa nisome. Kuna kipengele kile kichwa kidogo anasema mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Anasema hivi. Aya ya pili kutoka mwisho. Anasema katika kuitii sheria ya Mungu mwanadamu amezungukwa na uzio na kulindwa na uovu. Yeye avunjaye uzio ule uliowekwa na Mungu, angaa avunje mahali padogo tu, ameharibu nguvu zake za kumlinda, kwani amemfungulia adui njia ya kuingilia, kumharibu na kumwangamiza. You see? Kwa hiyo wakati ambapo tayari mtu ameshavunja sheria ya Mungu na Mungu anajaribu kumsii, manake huwa anatafuta njia ya kumuokoa, kumtoa kwenye upande wa maangamizi. Lakini kama anaendelea kukataa, then Mungu anaposema hivi amemwacha, maana yake anamuacha kule kwenye udanganyifu. Kwa hiyo kama tulikuwa wanavutana hivi, shetani anavuta huku, Mungu naye anavuta kule, then Mungu anapokuwa ameachia kule, then shetani huku sasa anakosa kipingamizi, kwa hiyo ana uwezo wa kumpeleka huyu kwenye kina cha uangamivu zaidi. Sasa wale wanaoangalia nje, wanaoangalia picha hiyo kwa nje, wanaona wewe mtu yule alikuwa ni mtu wa Mungu. Wanaona sasa ameanza kulewa au anavuta sigara. Umeona? Baada ya hapo wanagundua kwamba huyu siku hizi ameasi, hata kanisani aende ameachana mambo ya Mungu, si ndio hivyo? Haya, anapozidi kuwa mbaya zaidi, sisi wanadamu tukiona huko kwa nje, tukiwa tujui kinachoendelea kiroho, tunasema hivi, hiyo ni laana. Mungu amemlaani. Unaona, hiyo ni laana kutoka kwa Mungu. Si unaona amekataa, alikuwa anamtumikia Mungu, amekataa mambo ya Mungu. Hiyo ni ziadhabu zote hizo kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Sasa vipengele ambavyo vimebaki sasa ni kusoma tu baadhi ya ushahidi kutoka kwenye theolojia za Waprotestanti wengi. Baada ya hapo tutafunga kipengele hiki cha misingi. Sawa. Sasa ila kabla tujasoma, tutabidi tuangalie, tulinganishe mafungu mawili. Baada ya hapo itaweza kutusaidia kukuwa na uhakika kwamba sasa hili jambo lipo hivyo jinsi ambavyo tumesoma. Nilipenda unisomee kitabu cha, tuanze kabisa na kitabu cha Samueli wa pili 24 mstari wa kwanza. Samueli wa pili, ndio. Kwa hivyo mpendwa, nafikiri kwenye kipengele ambacho kilikuwa cha 11 tumepata ya kwamba kwenye maandiko kuna utumiaji wa kioo. Samueli wa pili, kwenye kioo unapata ya kwamba Mungu wakati mwingine huwa anatamka maneno yanayokaa kama kauli ya masharti au amri, ila tu ni kielelezo yaliyo moyoni mwa mwanadamu. Yaani kwa kifupi anatoa matamshi ya kudhihirisha kilichokuwa katika moyo wa mwanadamu na wala sio mapenzi yake. Kwa hivyo ni vizuri wakati mwingine kujiuliza swali, je, ni wakati gani ambapo amri zingine haziwakilishi mapenzi ya Mungu, zinawakilisha nia ya binadamu, na Mungu anawaacha wanadamu katika ile nia waliokuwa wamechagua? Naomba tusomee hiyo. Sawa. Samueli wa pili 24 aya ya kwanza nasema, Naam. Tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli,
akamtia Daudi nia juu yao akisema, nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Basi mfalme akamwambia Yoabu jemadari wa jeshi. Inatosha pale. Alafu fungua kitabu cha Mambo ya Nyakati mlango wa 2. Yaani Mambo ya Nyakati ya 2 mlango wa 21 mstari wa kwanza. Sasa hapa kwenye Samueli tunapata ya kwamba tunaambiwa Mambo ya Nyakati wa 2 21 aya ya kwanza. Kabla hasome kwenye Samueli wa 2:24 mstari wa kwanza, tunapata hasira ya Mungu ndio inawaka kwa sababu amekasirikia Israeli. Anamvuvia kwa njia nyingine kumtia Daudi nia, kwa maana anamvuvia Daudi nia ya kutaka kuenda kuhesabu Israeli na Yuda. Matokeo ya hapo na yaelewa, ukisoma kuelekea chini ndipo tunapata ile kesi ya yule malaika anayesema juu ya Yerusalemu na nini, amenyosha upanga. Nao sasa hapa Mungu ni kama yule mzazi ambaye amekuwa amekasirikia mtoto kwenye vitu vingine tofauti kabisa. Amekuwa akiweka ile chuki. Ila siku moja anamtega yule mtoto, anamwelekeza afanye kitu ambacho itakuwa ni kosa, ndiposa apate sababu ya kumwadhibu. Unaelewa? Ila ukisoma tena Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati moja tukua ya kwanza tena Shetani akasimama juu ya Israeli. Akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. So hapo tunapata Shetani ndiye ambaye akona kinyongo na Israeli. Ndio maana anasema kwamba akasimama juu. Si juu kama akasimama juu ya Israeli, yani maanisha kwamba against. Yani alikuwa ni mpingamizi wa Israeli. Kaenda kinyume nao. Kwa hivyo anatafuta njia ya Israeli kuweza kupata adhabu au kutengwa na Mungu ili aweze kuwapelekea adhabu zake zile anatoa. Yani hanakosa nafasi ya kuleta, kama tulivyosoma hapa kwamba mtu kwa kutii neno la Mungu anazungukwa na uzio. Kwa kutii sheria ya Mungu anazungukwa na uzio wa ulinzi. Lakini kwa kuvunja, avunje mahala padogo tu, amemfungulia adui mlango wa kufanyaje, wa kuingia. Kwa hiyo Shetani anapomshawishi Daudi, na Daudi anapoitikia, tayari ametengeneza ufa ambao kupitia huo sasa Shetani anakwenda kufanya kazi. Sasa kwa kifupi hapo tunapata sasa uelewa ya kwamba katika maandiko inawezekana Mungu akawakilishwa kutenda jambo, lakini kimsingi lile jambo utendaji wa Mungu haukuwa wa kuleta ile tukio, bali ni kwamba hakulizuia. Sawa. Katika Waebrania sasa hiyo ilikuwa ni kawaida. Napata? Sasa ninaomba kusoma nukuu chache tu za kuweza kutoa ushahidi ya kwamba uelewa huu si mgeni katika historia ya kanisa. Tutaanza nukuu ya kwanza, inatoka kwenye kitabu kinachoitwa Bible Commentary volume ya 2 ya kanisa la Wasabato, ukurasa ni wa 531, kuhusu kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 14. Wanasema ya kwamba the scriptures sometimes represent God as doing that which he does not specifically prevent. Maandiko wakati mwingine huwakilisha Mungu kutenda mambo ambayo kwa hakika hakuweza kuyazuia ama hakuyazuia. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa wazi katika wanatheolojia wa Sabato. Walikuwa nafahamu ya kwamba Mungu wakati mwingine anawakilisha kutenda jambo ambalo hakulitenda, bali ni kwa sababu hakulizuia. Nisome nukuu zingine 2, alafu baada ya hapo nitaweza kufunga. Nukuu nyingine ambayo nitaisoma nafikiri ni ya mtu ambaye anaitwa nani huyu. Acha nisome ya huyu alafu tutamalizia hapo. Huyu anaitwa ni E.W. Ballinger, Companion Bible ya 1909. Anasema, if a prophet be deceived when he hath spoken a thing, wakati ambapo nabii amedanganya wakati ambapo amezungumza jambo, I the Lord, mimi Bwana, I have permitted him to be deceived, nimemruhusu aweze kudanganywa. Kwa hivyo wakati mwingine kile ambacho Mungu amekiruhusu kitendeke kinawakilisha kwamba yeye ndiye ambaye ametenda. Hebu niangalie. Okay. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapo nafikiria kwamba tumeweza kufika kwenye mwisho wa somo la idiom of expression. Kwa maana yake sasa niweza kupeana muhtasari huu kwamba kwenye maandiko, kuelewa maandiko vizuri ni kuangalia muktadha na kuangalia kanuni ya jambo husika. Unajiuliza, hili linawakilisha Mungu, utendaji wa Mungu, au inawakilisha uruhusa au kutozuia ambao Mungu anakuwa anafaa. Yaani naomba niseme hivi kwamba katika maandiko ni vizuri kwa kuanza kuangalia kanuni ya njia za Mungu,
na kuangalia tabia yake katika matendo ya Kristo. Unapolinganisha hiyo na unaangalia matamshi na kauli kwa utendaji wa Mungu katika maandiko, kama Mungu akatenda, Mungu akafanya, alafu najiuliza kwamba ikiwa kanuni za Mungu zipo hivi, katika Kristo pia alidhihirisha hivi, sasa hii ambayo imetamkwa ambayo ni kinyume na hizi mbili, unafahamu ya kwamba hii ni kauli ile ya Waebrania ya kuwakilisha Mungu kutenda jambo ambalo hakulizuia, na wala sio kwamba yeye alitenda lile jambo moja kwa moja. Kwa maana nyingine ya kwamba utendaji wa Mungu wakati uharibifu unafanyika ni kutozuia ule uharibifu kwa sababu ya uchaguzi wa mwanadamu. Kwa maana nyingine, sisi tunapoenda nje ya ulinzi wake, hana jambo lingine la kufanya isipokuwa kuruhusu yale ambayo tumeyachagua yawe ndio ambayo tunaambatanishwa pamoja nayo. Mungu akubariki. Kwa kipengele ambacho kitakuwa kimesalia, tutaweza kuyafafanua baadaye katika hadithi ambazo zitakuwa ziko mbele yetu. Bwana awe nawe, na tunashukuru kwa sababu umekuwa mwaminifu kwa kufuatilia vipindi hivi. Mahali ambapo tumefika sasa ni kuangalia hadithi zile ambazo zinafaa tupate majibu kuzihusu, na tuweze kupata mashtaka haya ambayo ni ya udanganyifu kuhusu Mungu, tuweze kupata kwamba ni vipi tunaweza jibu mashtaka haya na kudhihirisha ukweli ya kwamba huu ni mambo wa shetani na wala ukweli wa Mungu sio kwamba ndiye ambaye analeta maangamivu na maovu kwa wanadamu aliyowaumba. Bwana awe nawe hadi wakati mwingine.